Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku njema ambayo Bwana ametupa kuiona na neema yake imetosha kwetu hata sasa. Kwa nini nimesema hata sasa? Sababu kuna watu wameiona asubuhi lakini muda huu hawakuweza kufika. So ni neema pekee ambayo Bwana ametujalia hata sasa bado tunapumua. Leo Bwana ametupa tafakari kutoka katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 26. Biblia inasema hivi, mstari wa 2. Bwana asema hivi: simama katika uwanja. Huyu ni Yeremia anaambiwa, simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Anaambiwa simame kwenye viwanja ama kwenye uwanja wa Bwana, wa nyumba ya Bwana, ambapo ndipo atasemea, maana pale ni madhabahu. Bwana anamwambia simama hapo, useme na miji yote ya Yuda, wale wanaokuja kuabudu kwenye nyumba yangu. Yuda wanakuja kuabudu kwenye nyumba yangu. Nataka useme nao. Zungumza na miji kwa kutokea hapo kwenye madhabahu yangu, kwa maana kwenye uwanja wa nyumba yangu. Anasema hivi: useme na miji yote ya Yuda wajao kuabudu katika nyumba ya Bwana. Sema nao maneno yote ninayo kuamuru kuwaambia. Usizuie hata neno moja. Labda watasikia na kugairi na kuacha. Kusikia, kugairi na kuacha. Kila mtu njia yake mbaya, ili ni ya gairi mabaya niliyokusudia kuwatenda, kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Kuna kitu ambacho Bwana anataka kutusikizisha hapa. La kwanza ni kutambua Mungu anaposema. Yeremia ameambiwa aseme kwenye uwanja wa nyumba ya Bwana. Leo Bwana anasema kwenye madhabahu yake ndani ya nyumba ya Bwana. Sio kwamba kule wakati ule alikuwa asemi kwenye madhabahu. Lakini kuna kitu nataka tukiangalie kile ambacho nimeona Roho Mungu anakielekeza. Mara nyingi tunapokuwa kwenye nyumba ya Mungu, kwenye ibada, sio kila mwili uliokaa hapo uko ibadani. Sio kila mwili, kwa maana sio kila mtu, sio kila nafsi iliyo hapo kwenye nyumba ya Bwana iko nyumbani kwa Bwana. Mwili au nafsi iliyoko kwenye nyumba ya Bwana inatakiwa kusikia, la kwanza, alafu kugairi, la pili, alafu kuacha, la tatu. Sasa kile ambacho hakifanyiki kinakuja yani haya mambo matatu yasipofanyika, ama kimoja wapo ama viwili katika hivyo visivyofanyika, tunakuja kukutana na matokeo yaliyoasi, matokeo yasiyochanya. Kwa nini nasema matokeo yaliyoasi? Bwana amesema kwenye madhabahu yake kupitia mtumishi wake. Ukisoma hapa chini utaona amesema madhabahuni pake kupitia mtumishi wake. Yani yeye amesema kupitia mtu aliyemweka pale aseme na kanisa. Lakini yule mtu anaposema ama anapofungua kinywa chake kuyatoa yale ambaye ni ya Mungu, wale wasikilizaji ambaye ndo kina Yuda hawasikii. Na hiyo ndio inayopelekea kwamba watu hawagairi. Na hiyo ndio inayopelekea watu kutokuacha maovu. Kiasi kwamba Mungu anabaki akikemea kila siku,
ama Mungu anafika mahali ananyamaza. Mungu anafika mahali ananyamaza. Alafu mtumishi anaanza kusema mwenyewe. Alafu watu wanaanza kuona uwepo wa Mungu haupo. Kwa sababu kuna watu walisikizishwa wakakataa kusikia. Na walipokataa kusikia wakakataa kugairi yale mabaya yao, hata ndipo waweze kuyaacha. Ndio maana leo ndani ya kanisa kuna mambo ambayo hayakutakiwa kuwepo ndani ya kanisa. Na sisi ambao ndio Yuda wa leo tunatetea uovu. Kitu ambacho kama kulikuwa na kitu kama hicho, kwa nini Mungu alikuwa anapiga kelele tangu kule nyuma? Why? Na kwa nini halimleta Yesu kwa ajili ya kuja kuondoa hicho ambacho sisi tunakitetea? Yaani yeye ametumwa, mwana wa Mungu ametumwa kulingana na waraka wa pili wa Yohana, wa pili wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 8. Anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za adui. Mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za adui. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Dhambi ndio hicho ambacho Yeremia aliambiwa awasikizishe yale yatokayo kwa Bwana ili yaweze kuwasaidia wagairi, alafu waache. Lakini waache hayo matendo mabaya. Kila mtu aache matendo yake mabaya ili Mungu aweze kugairi mabaya aliyokusudia. Sasa kanisa tuna kazi ya kukimbia hapa na pale, tukitafuta msaada wa matatizo na mambo majanga hayo ambayo yanayotukabili. Kwa nini tusikae chini tukatafakari leo kwamba majanga haya yanatokana na nini? Wewe unayekimbia na kusema niombee, ninakabiliana na hiki, niombee, sio napigwa na mume wangu, niombee, mume wangu amepata nyumba ndogo, niombee, kazini kuna matatizo, niombee, kazini nimefukuzwa, niombee, sipati kazi. Je, wajuaje ya kwamba Mungu amesimamia hayo? Kwa sababu wewe umekataa kusikia, umekataa kugairi, umekataa kuacha, na yeye sasa amekataa na yeye kuacha yale aliyokusudia kuyatenda kwetu. Kwa hiyo amebaki hapo. Sasa kanisa limekuwa kama adui wa Mungu badala ya kuwa rafiki wa Mungu. Adui wa Mungu kwa sababu katika yale ambayo tunayotakiwa sasa kuyaishi baada ya kugairi na kuacha, hatuyaishi. Na hayo sasa ndio yale yaliyobeba machukizo kwa Mungu. Alimwambia Yeremia hivi mstari wa 4, nawe utawaambia Bwana asema hivi, kama hamtaki kunisikia. Yaani yeye shida yake ni moja tu, tumsikie yeye. Sasa tunapoenda kanisani, je, tunamsikia? Utamsikia kupitia nini? Kuna mtu anafunga, anasema anafunga siku 30, anataka Mungu aseme naye. Na Mungu unamsikia kila Jumapili ukienda kanisani. Lakini umekataa kusikia. Unaenda kujifungia ndani. Eti mimi sijakwambia usifunge na kuomba. Unaenda kujifungia ndani ili umsikie Mungu. Na yule unayemsikiaga Jumatano kanisani, na yule unayemsikia Ijumaa kanisani, yule unayemsikia Jumanne kanisani, yule unayemsikia Jumatano kanisani, yaamini Ijumaa kanisani, na yule unayemsikia kanisani siku ya Jumapili na siku zingine kulingana na ratiba za kanisani kwetu ama kwenu zilavyokuwa. Kwani huyo si Mungu anasema? Ama kwa sababu unamuona Yeremia amesimama pale, unamuona mchungaji amesimama pale, ukaona ni mtu? Leo tafakari ya leo, Mungu anataka tugeuze na tugeuke mitazamo ambayo tunakwenda nayo. Usimtazame mtumishi wa Mungu anaposimama kwenye madhabahu ukasema huyu ni fulani. Mchungaji leo bwana ametoa mpya.
Huyo sio mchungaji, sio Mungu aliyesema, sio mchungaji amesema, ni Mungu. Sasa usitoke pale ukaanza kufanya mzaa katika yale ambayo Mungu amesema. Hayo ndio yanayosababisha kuto kuchukua hatua katika yale ambayo tulitakiwa kuchukua hatua. Anasema kama hamtaki kunisikia kwenda katika sheria zangu niliyoiweka mbele yenu. Aliiweka kupitia nani? Kupitia watumishi wake. Mungu anaiweka sheria kwetu kupitia nani? Kupitia watumishi wa Mungu aliowaweka juu yetu. Juu yetu. Mimi siku zote huwa nasema, kama kuna mahali ambapo watu tumekosa adabu, ni sisi watoto wa Mungu. Tumemkosea Mungu adabu sana, kwa sababu hata namna ya kunyenyekea tunapokuwa ndani ya ibada ama ndani ya nyumba ya Mungu hatuna. Wewe unaingia ndani ya ibada na simu yako iko on kwa sababu na ahadi na mtu atakupigia. Ulienda kanisani kutafuta nini? Hakuna kitu umeenda kufanya. Na kwa aina hiyo ya mahudhurio ya ibada huwezi kumsikia Mungu akisema. Maana yule mchungaji atakapokuwa anasimama pale mbele akisema, wewe akili yako haiko pale kwa sababu unamwona mchungaji. Akili yako iko kwa yule ambaye unayetegemea akupigie. Alafu akikupigia unatoka nje kwenda kuongea na simu. Huo ni utomvu wa nidhamu. Wakati mtumishi wa Mungu amesimama madhabahuni anafundisha, ni Mungu anazungumza. Sasa angalia tulivyokosa adabu. Mungu anasema na wewe unazurura. Mungu anasema na wewe unaongea na watu wengine. Mungu anasema na wewe unafanya mambo yako. Utasikia kweli? Ndio maana kugairi na kuacha kumekuwa kugumu, kwa sababu hatusikii, kwa sababu hatujui ni nani anayesema pale mbele. Sasa leo, tafakari ya leo inatutaka tufahamu kwamba Bwana ndiye anayesema. Kama jinsi tunavyosoma kwenye Biblia. Sisi Biblia yetu ni ibada zetu. Mungu asema hivi, mtumishi amefunga akaomba, mtumishi amekaa mbele za Mungu, mtumishi amemwambia Roho Mtakatifu, leo unataka kusema nini na sisi? Kesho unataka kusema nini na sisi? Jumapili unataka kusema nini na sisi? Roho Mtakatifu akamwambia, Bwana asema hivi, simama kwenye uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na kanisa na uwaambie kwamba useme na hao wanaokuja kuabudu hapo ndani ya nyumba hiyo, ndani ya kanisa hilo, ndani ya hema hiyo. Waambie maneno niliyokuamuru na usiache hata moja. Sasa yeye ameambiwa akemee. Nyinyi mkitoka kanisani mwasema mchungaji yule sasa amezidi. Yaani hana mambo mengine ya kusema, ni kukemea tu. Ndio ameambiwa akemee kwa sababu tumekataa kusikia. Atusikii. Sasa Mungu hataacha kukemea, hataacha kukaripia, hataacha kuona. Hebu tugeuke leo kupitia tafakari hii. Alafu tuanze kusikia. Utaanza kuona mahubiri na mafundisho ya kukemea na kukaripia yanaanza kupungua. Maana Bwana atasema na mtumishi wake, atamwambia, nenda kawaambie watoto wangu kwamba Bwana asema hivi, mimi ninawapenda. Kwa nini anatupenda? Kwa sababu tumegairi na kuacha yale ambaye tulikuwa tunafanya kinyume naye, tumegairi tukaacha. Nenda kawaambie watoto wangu nitawabariki. Nenda kawaambie watoto wangu watembee katika njia zangu, wakaze sana kunipenda. Kwa nini? Kwa sababu tulishaanza kumpenda. So haya ni mambo ambayo sisi kama kanisa tunatakiwa kuyafahamu. La kwanza nataka tulifahamu ni kwamba tunapokwenda kwenye nyumba ya ibada lazima tutambue kwamba tunaenda mbele za Mungu. Tunaenda kukutana na Mungu. Hatuendi kutimiza desturi za kidini, kila mmoja akiweka nafsi yake kwamba anaenda kukutana na Bwana, ndipo Bwana atashuka akutane na sisi. Lakini la pili, kila mtu anayekwenda kwenye nyumba ya ibada ajue kabisa kwamba anaenda kumsikia Mungu akisema naye, sio mchungaji. Utakapotambua ya kwamba ni Mungu anasema
ndipo itakupa nafasi ya kushuka na kunyenyekea na kugairi mabaya, maana majuto yatatokea ndani yako. Utaanza kusikitika kwa nini unafanya vile kwa ajili ya Bwana. Roho ya toba itaumbika ndani yako, roho ya matengenezo itaumbika ndani yako. Utaanza kutoa machozi na kumwambia Bwana nisamee, machozi ya moyoni, machozi ya kwenye macho. Utamwambia Bwana ni rehemu, nimekukosea. Neno linapokuwa linapita, Bwana anasema wewe moyo wako utakuwa unatengenezeka, na ukitoka pale utasikia kupondwa pondwa. Leo tunaingia kwenye ibada, tunatoka kama tulivyoingia, na tukitoka tunabaki tukijadili tu kile ambacho mchungaji alikuwa anasema, lakini hakina nafasi kwenye mioyo yetu. Tafakari yetu ya leo ni ya kutufunza namna ya kukaa mbele za nyumba ya Mungu, na mtumishi anaposimama katika madhabahu ya Mungu akisema, hule ni uwanja wa Bwana, hule ni uwanja wa nyumba ya Bwana, hile ni madhabahu ya Bwana, na yeye ni mjoli wa Bwana, kinywa chake kinatumiwa. Bwana anaweka maneno yake kwenye moyo wake ili aweze kutusikizisha. Kwa hiyo tuwe tayari kusikia. Anasema hivi, kama mtaki kusikia, kwenda katika sheria yangu niliyoiweka mbele yenu, kuyasikiliza maneno ya watumishi wangu. Ndio haya ambayo nimesema, kuyasikiliza maneno ya watumishi wangu, kwa sababu yeye anayaweka ndani ya kibao cha, anatoa kwenye kibao cha moyo wake, anaweka kwenye kibao cha moyo wa mtumishi wa Mungu, ndipo kinywa cha mtumishi wa Mungu kitamke yale yatokayo kwenye kibao cha moyo wa Mungu Baba. Sikiliza kanisa, mwana wa Mungu, leo uelewe kwamba unatakiwa kuiweka sheria yake Mungu aliyoiweka mbele za watumishi wake. Maneno aliyoweka mbele za watumishi wake ni sheria yake. Mimi sijui watu tunatafuta sheria gani. Yaani tunahangaika kumtafuta Mungu wakati Mungu yuko mahali tupo, alafu sisi wenyewe tumeshindwa kutambua kwamba yupo. Hebu leo tafakari yako na yangu iwe hii. Anasema kwenda katika sheria yangu niliyoiweka mbele yenu, kuyasikiliza maneno ya watumishi wangu manabii ninao watuma kwenu. Sasa kipindi hiko walikuwa manabii, ndio ilikuwa sauti ya Mungu. Leo Bwana ametuwekea huduma zile 5. Kuna mitume, kuna manabii, kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna walimu. Neno lolote litokalo katika mikondo hii 5 ni neno litokalo kwa Bwana. Ndio maana unakuta likitoka kwa mwinjilisti lina nguvu nyingine, likitoka kwa mwalimu lina nguvu nyingine, likitoka kwa mchungaji lina nguvu nyingine, likitoka kwa nabii lina nguvu nyingine, likitoka kwa mtume lina nguvu nyingine. Lakini ni Mungu anasema na sisi. Sasa mimi kuna manabii wa aina fulani na wa aina fulani. Nasema manabii wa Mungu wapo. Dunia ya leo kuna manabii wa Mungu, kwa sababu hizi ni huduma 5 ambazo haziwezi kukataliwa. Hata kama shetani amesimamisha watumishi wake, lakini hatuwezi kupinga huduma ya kinabii. Hatuwezi kupinga huduma ya utume, maana utume ni Mungu aliuleta yeye akiwa mtume wa kwanza, na akaachilia mitume wake. Akamtuma Musa, akawatuma hawa kina Yeremia, akawatuma kina Isaya. Mitume wamekuwa wengi, manabii wamekuwa wengi wakitenda kazi hiyo. Kumekuwa na manabii wadogo, kumekuwa na manabii wakubwa kule katika Agano la Kale, na hata sasa katika Agano Jipya tunaye mtume wetu Yesu Kristo, alafu nabii wetu Yesu Kristo aliyekuja kumfunua Baba kwetu. Yule ni nabii. Tunaye mwinjilisti Yesu Kristo ambaye alifunua injili ya Kristo, injili yake Mungu Baba, nini yatupasayo kufanya. Tunaye mwalimu Rabii Yesu Kristo ambaye yeye anatufundisha, na ametufundisha akawa kielelezo. Ametufundisha kwa maisha yake, ametufundisha kwa matendo yake, ametufundisha kwa neno lake, ametufundisha, maana yeye ni neno. Lakini tena yeye ni mchungaji mwema ambaye anatuchunga kwa fimbo ya chuma, anatuchunga kwa neema ya pekee na ya ajabu, ambaye kila anayekaa kwenye miguu yake, kwenye mikono yake, anakaa salama. Sasa huduma hizo 5 zina kazi maalum kwa ajili ya kuimarisha na kusimamisha kanisa. Anasema manabii ninao watuma kwenu, naam nikiondoka mapema na kuwatuma. Yaani akiondoka mapema, anaposema na wao wewe unakuwa haupo. Anasema na watumishi wake wakati wewe haujakuja kanisani. Ndipo anapofika kanisani, mnapofika kanisani, mnakuwa mmekuta mchungaji ameshaandaliwa kwa ajili ya kuachilia yale yanayotakiwa. Utayari wetu wa kupokea ndio unaotakiwa, na utayari wetu wa kutendea kazi ndio unaotakiwa. Anasema lakini ninyi hamkusikiliza, basi nitafanya nyumba hii kuwa kama Shilo, na mji huu nitaufanya kuwa laana kwa mataifa zote za dunia. Leo kanisa halistukani.
Leo kanisa halichekwi. Leo kanisa limekuwa